Takribani watu 18 wakiwemo watoto 4 wamejeruhiwa katika shambulio kubwa la kombora lililofanywa na Urusi usiku wa kuamkia leo Machi 7 mwaka 2025, mamlaka za maeneo mbalimbali nchini Ukraine zimeripoti. Hadi sasa hakuna taarifa za vifo, ingawa baadhi ya majeruhi wameripotiwa kuwa katika hali mbaya hospitalini. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la majini la Ukraine, Urusi ilitumia meli zake zilizoko katika Bahari Nyeusi kurusha hadi makombora 20 na kufanya hili kuwa shambulio kubwa zaidi la aina hiyo tangu mwanzo wa mwaka huu. Amesema mashambulizi hayo yalilenga miundombinu muhimu ya Ukraine, hasa vituo vya kuzalisha nishati na gesi. Zaidi ya majengo kadhaa ikiwa ni pamoja na hospitali moja na shule 2 yameripotiwa kuharibiwa vibaya katika miji ya Odessa na Kharkiv. Mashuhuda wanasema mlipuko mkubwa ulisikika katikati ya usiku na moto ulizuka katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa. Vikosi vya uokoaji vimeendelea na juhudi za kuwatoa watu waliokwama katika vifusi vya majengo yaliyobomolewa. Shambulio hili limefanyika wakati Ukraine ikiwa katika hali tete kijeshi baada ya Marekani kusitisha msaada wake wa kijeshi, hali ambayo imezua mijadala mikali ndani ya bunge la Marekani na miongoni mwa washirika wa NATO. Waziri wa nishati wa Ukraine ameonya kuwa Urusi inalenga kulenga miundombinu ya nishati kwa makusudi, jambo ambalo linaweza kuzidisha mgogoro wa umeme nchini humo wakati wa majira ya baridi. Wakati huo mgawanyiko wa kidiplomasia kati ya Ukraine na Marekani umeendelea kuonekana wazi, huko Ijumaa iliyopita Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Donald Trump wa Marekani walizozana hadharani katika ikulu ya White House, ambapo Trump alimtuhumu Zelensky kwa kutokuwa tayari kumaliza mapigano. Baada ya malumbano hayo, Zelensky ameomba radhi, na kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia, mazungumzo mapya ya kutafuta suluhu yataanza wiki ijayo, yakihusisha pia kusaini mkataba wa madini kati ya Ukraine na Marekani. Taarifa zaidi kuhusu athari za shambulio hili zinaendelea kukusanywa, huku mataifa ya Magharibi yakitathmini hatua za kuchukua dhidi ya Urusi kwa kuendelea na mashambulizi dhidi ya Ukraine. Shoga yangu we, mambo yamejipa. Wewe endelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo. Sisi tunachangia kidogo tu. Wewe unadhani ningepata mimi mtungi kwa pesa ile? Haya, ona mambo. Hilo. Lishawaka? Limewaka ndio, unacheza na gesi. Basi nipeleke na mimi nikachukue shoga yangu. Haya maharage nusu saa nyingi yameiva faster tu. Kisha tena maendeleo. Umewaka unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wakala wa Nishati Vijijini, REA.